Leo kama mkoa wa Kikodi Kariakoo tumeweka zoezi la kuwapitia wadau wetu ambao ni wafanyabiashara wa Kariakoo kwa madhumuni ya kwanza ya kuwashukuru wale ambao wameweza kujitokeza kwa hiari kuja kufanya makadirio, kwa sababu tarehe ya mwisho ya makadirio ilikuwa ni tarehe 31 mwezi wa 3 ambao ni mwezi uliopita. Lakini sambamba na hilo tunaenda kuangalia wale ambao bado hawajaja kufanya makadirio, basi tunawakumbusha kutekeleza wajibu wao wa kisheria wa kutimiza wajibu wa kuleta makadirio yale ya awali, kwa sababu tayari muda wa kuleta umeshapita. Lakini sambamba na hilo ni kuendelea kuwapa elimu ni jinsi gani kwamba wanaweza wakafata taratibu za kisheria bila wao kupata matatizo mbalimbali kama ya adhabu ya riba na penalty ambazo hazina tija. Mbali na hapo, mkoa ukaona ni vema vile vile kuendelea kutoa elimu kuhakikisha kwamba kunakuwa na matumizi sahihi ya mashine za kielektroniki kwa wafanyabiashara pale wanapofanya mauzo na vile vile wanapofanya manunuzi maeneo mbalimbali, kuhakikisha kwamba anadai risiti lakini anatoa risiti ya mauzo sahihi ambayo anafanya kwenye biashara yake. Mbali na hapo, vile vile tunajua kwamba kuna wajibu wa wafanyabiashara ambao wanapaswa kuleta return of income. Baada ya kumaliza mwaka anatakiwa kutengeneza hesabu. Akishatengeneza hesabu kabla ya tarehe 30 mwezi wa 6 anatakiwa kuhakikisha kwamba amewasilisha return zake. Kwa hiyo tunaona na katika zoezi hili ni eneo ambalo tunawapita kuwakumbusha wajibu wao wa kutengeneza hesabu wakisha zimeshatengenezwa na kuziwasilisha mamlaka ya mapato mnamo au kabla ya tarehe 30 mwezi wa 6 ili kuepuka riba na adhabu ya kuchelewa kuleta return. Lakini vile vile ni kupata changamoto, kuangalia wafanyabiashara wana changamoto zipi wakati wakiwa katika biashara ambazo zinahusiana moja kwa moja na mamlaka ya mapato Tanzania. Changamoto hizo tunazichukua na vile vile tunazifanyia kazi. Sambamba na hayo tunaendelea kutoa wito kwa wale wafanyabiashara ambao tayari wameshafungua biashara lakini hawajaja mamlaka ya mapato kwa ajili ya kujisajili kupata namba ya mtambulisho ya mlipa kodi, ambao sasa ile akiipata anatambulika rasmi kwamba sasa huyu ni mlipa kodi na tayari anayo namba na anaweza kulipa kodi na kuendelea na taratibu nyingine baada ya kujisajili. Kwa hiyo na wenyewe kwenye zoezi hili tunaendelea kuwahimiza wale ambao bado hawajapata namba ya utambulisho wa mlipa kodi wafike kwenye ofisi zetu kwa ajili ya kuhakikisha kwamba anatimiza wajibu wake wa kisheria wa kuisajili biashara yake, na kisha isajili basi taratibu nyingine zinafuatwa. Na kwa sasa hivi ofisi zetu za Kariakoo tunazo ofisi 3. Tuna ofisi ya Shauri Moyo na inatoa huduma zote. Tuna ofisi ya 14 Rays hapo gerezani na yenyewe inatoa hizo huduma, lakini tuna ofisi nyingine pale jengo la Summit. Kwa hiyo tunaendelea kutoa rai na kutoa wito kwa wafanyabiashara kuendelea kutekeleza wajibu wao wa kisheria. Kwa upande wangu ningeweza pia kutoa wito kwa wafanyabiashara wenzangu kwa ujumla kwa Kariakoo na sehemu nyingine mbalimbali. Kama ni jambo jema kutoa risiti unapokuwa unauza biashara yako. Pia ni jambo jema kuna kufanya makadirio mapema, kulipa kodi kadi zilizokuwa zimepangwa. Ni jambo jema sababu inasaidia taifa letu. Pia wewe mwenyewe mfanyabiashara binafsi unakuwa upo huru na unakuwa una amani kwamba nafanya biashara, nimelipa kodi yangu vizuri kadri ninavyotakiwa. Kama changamoto yote umekutana nao, umeongea nao. Kwa hiyo ni jambo jema, nimefurahia. Naomba pia endelee kufanyika hivyo mara kwa mara ili kuweka amani na mshikamano katika TRA na sisi wafanyabiashara. Nimekuja Dar es Salaam kwa ajili ya manunuzi ya bidhaa zangu, bidhaa za hardware, lakini pia nashauri wafanyabiashara wenzangu wanapokuja kununua vitu wadai risiti kwa maendeleo ya taifa letu, lakini pia tujitahidi kulipa kodi kwa wakati ili tuweze kujenga taifa letu. TRA, pamoja tunajenga taifa letu.